mfululizo wa masomo ya neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Emmanuel Oscar Katana. Ndugu msikilizaji, kwa hakika hutobaki kama ulivyo utaposikiliza somo hili. Fuatana nami basi ninapomleta kwenu mtumishi wa Mungu Emmanuel Oscar Katana, ambapo somo letu lina kichwa kinasema ahadi 12 za Mungu kwa wamchao. Ahadi 12 za Mungu kwa wamchao. Niombe watoto tusipige kelele. Watoto tusipige kelele. Ahadi za Mungu kwa wamchao. Na tunamtukuza Mungu kwa ajili ya mtandao wa WhatsApp, maana mahubiri tuliyorekodi wiki iliyopita yameweza kufika na yamewafikia wengi, na wengi walikuwa wameyaomba ili waweze kuyasikia. Na leo bado wewe ambaye utakuwa uko mbali kwa madhabahu hii, uko mbali na madhabahu ya Moto Ulao, tutakuletea mwendelezo wa somo hili ambalo lina kichwa kinasema ahadi 12 za Mungu kwa wamchao. Na wiki iliyopita tulieleza maana ya mtu amchaye Bwana ni mtu wa namna gani. Tuliweka wazi kwamba mtu anayemcha Mungu ni mtu ambaye ana sifa za namna gani. Tulieleza kwamba mtu anayemcha Mungu ni mtu ambaye anamheshimu Mungu, anaogopa kutenda dhambi kwa sababu ya Mungu. Tulisema mtu anayemcha Bwana yuko mbali na njia za uongo, yuko mbali na mapato ya udhalimu, na kwamba mtu anayemcha Bwana ni mkweli, hayuko kwenye njia za uongo. Tulisoma Kutoka 18:21. Lakini tuliona pia sifa nyingine ya mtu anayemcha Mungu. Tulisema kwamba anajihatarisha kutenda mema kwa ajili ya Bwana. Wafalme wa kwanza 18:3 tulimwona mtu anaitwa Obadia. Obadia alikuwa anafanya kazi chini ya mfalme Ahabu na mkewe Yezebeli. Hawa watu walikuwa wanaua manabii, lakini Obadia kwa sababu alimcha Bwana aliweza kuwaficha manabii 50 kila mahali, ili wale manabii wasiuawe na Yezebeli bosi wake. Tulisema kama unamcha Mungu, hata kama unaye bosi wako, unaye kiongozi wako ambaye atakusababisha utende dhambi, hutakuwa tayari kutenda dhambi kwa sababu unamcha Mungu. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Mwalimu wa watoto, hata tukiwa katika neno inabidi wasimamie watoto wako, ona wanafanya kule. Kwa unapaswa kuwa makini sana. Unapaswa kuwa makini sana kuhakikisha kwamba unakuwa tayari kujihatarisha kwa ajili ya Bwana, hata kama ikibidi kupoteza uhai wako kwa ajili ya Mungu, kupoteza kazi, kupoteza maisha. Ndipo Yesu alisema yeyote anayependa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote anayepoteza maisha kwa ajili yangu atayapata tena. Unapokuwa tayari kupoteza maisha kwa ajili ya Yesu, utakuwa hujapoteza. Lakini tulisema pia kwamba mtu anayemcha Bwana ni mtu anayechukia uovu, anachukia kiburi, majivuno na njia mbovu, anachukia kinywa cha ukaidi. Misali 8:13. Tuliona hizo ni sifa za mtu anayemcha Bwana, na tulianza kutaja ahadi 4 za Mungu kwa wanaomcha. Ahadi ya kwanza tulisema Mungu huwa anawalinda. Tuliangalia Zaburi ya 34 na ule mstari wa 7. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Kwa tuliona kwamba wamchao Bwana huokolewa, wamchao Bwana hulindwa na malaika wa Bwana, kwa sababu malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazunguka wamchao. Namba 2, tuliona kwamba Mungu huwahurumia wanaomcha Bwana. Tuliangalia Zaburi ya 103 na ule mstari wa 3. Biblia 13. Biblia inasema kama vile baba anavyohurumia watoto wake, ndivyo vile Mungu anavyohurumia wamchao. Tulipokea kuhurumiwa na Bwana wiki iliyopita katika jina la Yesu. Na wewe ambao ukuwepo unasikia leo kwa mara ya kwanza, ukahurumiwa na Mungu aliye juu. Sema amen.
Namba 4 tuliangalia wiki iliyopita, tulisema kwamba Bwana huwafadhili, anawafadhili wamchao, anakuwa mfadhili wao. Wamchao Bwana hufadhiliwa moja kwa moja kutoka mbinguni. Bwana huwafadhili wamchao, huwa anawafadhili na kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nisikie amen kama uko tayari kuendelea na somo la leo. Nisikie amen kama uko tayari kuendelea na somo la leo. Sema amen mpaka wanaosikiliza WhatsApp watusikie. Amen. Siku ya leo tutaendelea na ahadi ya 5 ya Mungu kwa wamchao, na bila shaka nitamaliza kwa neema ya Mungu. Ahadi ya 5, Bwana huwatazama, huangalia wamchao. Zaburi ya 33 na ule mstari wa 18. Zaburi ya 33 na ule mstari wa 18. Biblia inasema hivi. Zaburi ya 33 mstari wa 18. Maandiko matakatifu ya Mungu yanasema hivi. Tazama, jicho la Bwana likwao wamchao. Sema tazama, jicho la Bwana likwao wamchao. Likwao wamchao. Anasema jicho la Bwana likwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Watu wanaomcha Bwana, jicho la Mungu linakuwa kwao. Watu wanaozishika sheria za Bwana, watu wanaosimama kwa ajili ya Mungu, hata wanapopita kwenye tabu na mateso na kusengenywa na kusema vibaya, jicho la Bwana liko kwao. Nataka nikwambie, kama iko tabu yoyote unayoipitia kwa ajili ya Yesu, jicho la Bwana liko kwako. Sema amina, haleluya. Jicho lako la Bwana likwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Yeyote anayezingojea fadhili za Bwana leo hii, jicho la Mungu liko kwake. Yeyote anayemngoja Bwana kwa kimya, jicho la Bwana liko kwake. Kuna wakati shetani huwa anaongea uongo kwa sababu ni baba wa uongo. Anaweza kukuambia kwamba Mungu amekuacha, anaweza kukuambia kwamba Mungu amekusahau, mbona shida haziishi, mbona unapambana hali ya uchumi haibadiliki. Anaweza kuona kwamba mambo hayaendi, anakuambia ya kwamba ubadilike, umkane Mungu, ufanye lolote lililo dhambi. Sikia neno la Bwana katika hali hiyo yoyote. Maadamu umekubali kumcha Bwana, umekataa uovu, jicho la Bwana liko pamoja nawe. Jicho la Bwana linakutazama. Mungu anakuangalia, anakuona, anakutazama, maana jicho la Bwana liko kwao wamchao. Sema amen, haleluya. Sema tena amen, haleluya. Jicho la Bwana linakutazama. Haijalishi unapitia wakati gani mgumu, unapitia mazingira yapi ya shida na tabu, unapitia wapi palipokubana, lakini nataka nikwambie, Bwana anakutazama, Bwana anakuona, ndipo atafanya njia kwa ajili yako. Maana Biblia iko wazi, inasema ya kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Pamoja na hilo jaribu, atafanya mlango wa kutokea. Pokea mlango wa kutokea kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen kwa sauti kubwa. Haleluya, haleluya. Jicho la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, kama kuna baraka ambayo unapaswa kuitafuta chini ya jua, ni uso wa Bwana kwenda pamoja na wewe. Musa alisema, uso wako usipoenda pamoja nasi, usituchukue kutoka mahali hapa. Maana uso wa Bwana, uso wa Bwana, Mungu akikutazama tu, Mungu akikuangalia tu, ukitembea chini ya uangalizi wa jicho lake, uko salama. Sema amen. Sema tena amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Uso wa Bwana, jicho la Bwana likikutazama, anakupa raha. Ndio maana unaweza kuona mazingira unayoyapitia kwa jinsi ya kawaida ulitakiwa uwe umejawa stress, lakini unayo amani nyingi, unayo furaha nyingi ndani ya moyo wako, kwa sababu jicho la Bwana liko kwao wamchao. Na mchana wa leo, jicho la Bwana liko kwako, liko
kwa familia yako, liko kwa nyumba yako. Endelea kumcha Bwana, usigeuke mkono wa kushoto wala mkono wa kuume. Songa mbele, mbele kuna muujiza wako, mbele kuna msaada wako, mbele kuna ushindi wako, na utashinda kwa jina la Yesu, katika yeye akutia nguvu. Sema amen, haleluya. Sema tena amen, haleluya. Mungu anaahidi kuangalia watu wake. Kwa Zaburi ya 32 na ule mstari wa 5 anasema ya kwamba, Zaburi 32 na ule mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi. Biblia inasema hivi, mstari wa 8 anasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Mungu anakufundisha. Umetoka nyumbani, umekuja moto lao ili Mungu akufundishe. Ninakuona umeshika karatasi unaandika, kwa sababu uko kwenye shule ya Mungu. Mungu anakufundisha, anasema nitakufundisha, na yuko hapa anakufundisha. Anasema nitakufundisha, nitakuonyesha njia utakayoiendea, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neno hili litakuonyesha njia utakayoiendea. Anasema nitakuonyesha njia utakayoiendea. Watu wengi wameingia kwenye majanga, wameng'atwa na mbwa kwa sababu walipita njia ambazo zina mbwa. Hawakujua kwamba huko kuna mbwa wakali. Wameishia huko, wameng'atwa, wameharibikiwa na maisha kwa sababu ya njia. Lakini Mungu wetu anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Anasema hata kuacha hapo, nitakushauri. Anasema nitakushauri jicho langu likikutazama. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako, nifundishe. Sema kwa sauti kubwa, nifundishe na unionyeshe njia nitakayoiendea. Nishauri jicho lako likinitazama. Nishauri jicho lako likinitazama. Nisikize vizuri mwana wa Mungu. Mungu amekuwa mshauri wako. Ndani ya moyo wako mara kadhaa amesema na wewe upite wapi uende wapi, uache kipi ushike kipi. Lakini ndani ya moyo wako, kwa sababu ujawa mtii wa kushauriwa na Mungu, umepita njia ambazo hazifai. Utasikia sauti ya Bwana inakuelekeza wazi kwamba hii njia usipite, huku usiende. Lakini ndani ya moyo wako umekuwa mkaidi. Ndio maana watu wengi wanapatwa na madhara. Yani unaambiwa kabisa. Dada mmoja ananipigia simu, ananiambia, baba mchungaji, naomba unisaidie. Kuna mchumba wangu tumetoka mbali sana, lakini kila siku usiku nikiota ndoto naona ananifungia kwenye simu, naona ananizika, naona mambo kama hayaendi. Lakini najitahidi tu kwamba angalau tuweze kufikia, kwa sababu tumefika mbali. Nataka nikwambie, Bwana akikushauri, hata kama umefika mbali kiasi gani, geuka uanze upya. Bwana akikushauri, hata kama umepiga hatua za kiasi gani, usiogope hatua. Ogopa sauti ya Bwana. Bwana sauti ya Bwana inao uzima wako. Bwana sauti ya Bwana inao uhai wako. Ogopa sauti ya Bwana. Tembea kwa kuheshimu sauti ya Bwana. Yeye anasema nitakushauri. Haleluya. Bwana anaweza kukushauri kwa habari ya biashara. Bwana anaweza kukushauri kwa habari ya masomo. Bwana anaweza kukushauri kwa habari ya kuleta amani kwenye nyumba yako, kwenye familia yako. Bwana anaweza kukushauri kwa habari ya kutenda kazi vizuri kwenye kampuni. Bwana anaweza kukushauri kwa habari ya kuwa mwanafunzi bora darasani. Maana Mungu anasema nitakushauri na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Mungu na kutazame katika njia zako. Bwana na kutazame katika kazi zako za mikono, katika nyumba yako. Kila ulifanyalo, uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Bwana akawe pamoja nawe kwa jina la Yesu. Katika kitabu cha Hesabu, moja kati ya baraka za Mungu ambazo Mungu aliagiza makuhani wawabariki watu wake ni pamoja na kuomba Mungu uso wake uende pamoja nao. Anasema utawabariki watu wangu ukiwaambia, Bwana akubariki na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na mimi kama kuhani wa madhabahu hii ninatamka ya kwamba kwa neno hili, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Kama mtu mmoja huko hai aseme amen. Narudia tena, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Jina la Bwana libarikiwe.
nuru za uso wa Bwana zikikuangazia na ufadhili wa Mungu, hakuna mahali utakwama, maana hakuna giza linaweza kusimama mbele ya nuru za uso wa Bwana. Haya leo ni maombi yako. Hakikisha unaandika hii mistari kwamba nuru za uso wa Bwana ziende pamoja na wewe na kukufadhili. Sema amen. Sema amen. Namba 6, Bwana huwapa wenye haki chakula chao. Zaburi ya 111 na ule mstari wa 5. Huwapa wenye haki chakula chao. Biblia inasema hivi, anasema amewapa wamchao chakula. Amewapa wamchao chakula, atalikumbuka agano lake hata milele. Zaburi 111 mstari wa 5. Huwapa wamchao chakula. Bwana asifiwe. Kuna uwekezaji ambao huwezi ukauona kwa macho, lakini ukiamua kumcha Mungu, ukiamua kutembea katika njia za Mungu, wewe unayo akiba ya chakula. Anasema Mungu, moja ya ahadi zake, huwapa wamchao chakula. Elia alimcha Bwana hata akalishwa na kunguru, pamoja na uroho wa kunguru. Kunguru akaziacha nyama, akabeba akampelekea Elia, kwa sababu Elia alikuwa anamcha Bwana. Ukimcha Bwana utapewa chakula cha kwako, chakula cha mwilini na chakula cha rohoni. Pokea chakula cha rohoni leo kwa jina la Yesu, maana unamcha Bwana na Bwana anaachilia hiki chakula. Sema amen, haleluya. Wangekuwako wachungaji wengi ambao ungekwenda kwao, kungekuwako mahali kwingi ambao ungekwenda ibada leo. Bwana amekuleta hapa, kiko chakula chako, kula ushibe, inuka ule unywe, banda unayo safari ndefu. Bwana amekuleta hapa kwa makusudi yake. Huwapa chakula wa mchana. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka vizuri tukiwa kidato cha 6 na mtumishi wa Mungu mchungaji Kaisa, tulikuwa tukisoma pamoja. Mahali pale tulikuwa tunamcha Bwana. Mimi nilikuwa nahubiri, mchungaji Kaisa yeye anapiga ngoma, ili watu tunapoitisha mkutano anapiga ngoma, watu wanakuja, tunahubiria neno la Bwana. Tulikuwa tunamcha Bwana. Tulikuwa tunamcha Bwana. Wakati tunamcha Bwana, ikawa ni ajabu sana. Walimu wakiwa na sherehe wanatuita, wanatupa madikodiko. Lakini siku moja nakumbuka walituita, tukagundua kwamba yale madikodiko ni yale yaliyobakia. Pamoja tulikuwa wanafunzi, tukakataa. Tukasema sisi hatuwezi kula makombo. Sema amina. Haleluya. Hatuna hiki wala kile, lakini tukasema makombo aliyobakiwa ambayo tungemwaga, pamoja na kwamba ni wanafunzi, hatuli makombo. Tulikataa, maana tulijua ya kwamba Mungu huwapa wamchao chakula chao. Kwa jina la Yesu aliye hai, njaa haitatajwa kwako. Bwana atakulisha, Bwana atakushibisha kwa namna ya tofauti na ya ajabu, maana ni Mungu anayewapa wamchao chakula chao. Kwa jina la Yesu aliye hai, pokea hiyo neema ya chakula tele. Pokea hiyo neema ya maji tele, hautapungukiwa. Maana Biblia inasema Bwana hata wapungukia wale wamchao, atawafanya wasihitaji chochote kilicho chema. Kwa jina la Yesu aliye hai, jina la Bwana libarikiwe. Na ukumbuka ushuhuda wa bibi mmoja ambaye alikuwa ni bibi kisee. Huyu bibi, unajua kuna wakati wa mama wanajitoa, wanawalea watoto 10, lakini wale watoto 10 wanashindwa kumlea mama yao mmoja. Kila mmoja anakuwa bize na maisha yake, anamsahau mzazi wake. Kwa hawa watoto aliyekuwa amewalea wakawa wanamsahau. Bibi huyu akabaki yuko hana chakula, lakini bahati nzuri alikuwa anamcha Mungu. Nataka nikwambie, mmoja kati ya njia ambazo zitakupa maisha marefu sio na vinyongo na watu, ukiwa unamcha Mungu. Watu wanakuwa na vinyongo na watu kwa sababu hawajajua kwamba baraka zao zinatoka kwa Mungu. Atalaumu kaka zake, atalaumu wadogo zake, atalaumu watoto wake, hata wasipokukumbuka watoto wako. Nataka nikwambie, ukimjua Bwana atainua watoto wa wengine. Maana Biblia inasema furahi wewe uliyetasa, maana wewe ni mama wa watoto wengi. Ukimcha Bwana utakuwa na wakumlaumu. Yule mama akaendelea kuombea watoto wake, akaendelea kumsihi Mungu, akaendelea kuomba kwamba Mungu, ninaomba chakula kimeisha humu ndani. Akaendelea kuomba, Baba, katika jina la Yesu niachilie chakula, leta chakula, leta chakula, leta chakula. Akapita baba mmoja ambaye alikuwa wa dini nyingine. Alipopita kasikia yule mama anaomba chakula, akamwambia mtumwa wake, akamwambia mtumishi, akamwambia mtumwa wake, nunua chakula hiki, peleka kwa yule bibi.
alafu umwambie kwamba akisha kipokea kile chakula umwambie kwamba hiki kimetoka kwa shetani, tuone kwamba na njaa aliyokuwa nayo kama atakula hiki chakula. Yule mtumishi akabeba chakula akapeleka kwa yule bibi. Alipofika kwa yule bibi akafurahi akasema, "Oh, asante Yesu, umenijibu maombi yangu." Akapokea chakula. Ile amemaliza kukiweka, yule mtume akasema, "Unapenda kujua chakula hiki kimetoka wapi?" Yule bibi akasema, "Ndio." Akasema chakula kimetoka moja kwa moja kwa shetani. Yule bibi akasema, "Usijali, haina shida, maana Mungu anaweza kumwamuru hata shetani aniletee chakula." Sema amina kwa jina la Yesu. Bwana huwapa chakula wa mchao. Anaweza kuamuru hata mashetani wakaleta chakula kwako. Kama aliamuru kunguru ambaye ni ndege sio safi, Bwana anaweza kuamuru hata maadui zako wakakupa chakula na ukala. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana ni kawaida ya Mungu kuwapa watu wake chakula chao kwa jina la Yesu. Huwapa chakula cha rohoni, huwapa chakula cha mwilini. Hautahitaji chakula katika jina la Yesu. Yesu alisema ya kwamba msihangaike, kama Baba yenu anawarisha ndege wa angani, kama Baba yenu anayavisha maua ya kondeni, ninyi ni bora kuliko ndege. Mimi ni bora kuliko maua. Jambo la msingi ni kukubali kushauriwa na Bwana. Bwana akikushauri fanya biashara hii, inuka kaitende, inuka kafanye, maana kupitia hiyo Bwana ataachilia penyo na baraka zako kwa jina la Yesu. Sema amen. Maana asiyefanya kazi na asile. Bwana ataachilia chakula kwa namna ile ambayo Bwana anakupa neema ya kufanya kazi. Usilembe mwandiko, piga kazi. Kazi yoyote ifanye kwa moyo. Kupitia kazi hiyo Bwana atakubarikia, Bwana atakuongeza, Bwana atakushindia. Namba 7, hii imekuwa vizuri zaidi. Atawafanyia matakwa yao. Bwana atawafanyia wachao matakwa yao. Zaburi ile ya 145 na mstari wa 19. Atawafanyia matakwa yao. Biblia inasema kwa Zaburi ya 145 na ule mstari wa 19, anasema hivi. Asante Yesu Kristo. Anasema anasema atawafanyia wamchao matakwa yao. Sema atawafanyia wamchao matakwa yao. Sema tena, atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atasikia kilio chao na kuwaokoa. Atawafanyia wamchao matakwa yao. Unajua kuna watu wanaishi maisha wanasema tu Mungu akitaka, Mungu akitaka. Jamani, Mungu akitaka. Mungu amekupa uhuru wa kile unachokitaka. Anasema elezeni nia zenu, elezeni mambo yenu, leteni mashauri yenu. Kile unachokitaka Bwana atakifanya. Atawafanyia wamchao matakwa yao. Nini unachokitaka? Mwambie Mungu aliye juu, maana unamcha Bwana. Unataka watoto wako waweje? Tamka, Bwana atawapa wamchao matakwa yao. Ukitaka division 1 mwanafunzi, itake. Tunashindwa hata na yule mkoma. Alikuwa amejaa ukoma mwili mzima. Akamwambia Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akasema, nataka takasika. Vitu anavyotaka Mungu kwako ni kukufanya uwe na furaha. Sema amen. Ndio. Unataka nini? Unataka nini? Kila unachokitaka Bwana anasema atawafanyia wamchao matakwa yao. Bwana asifiwe. Haleluya. Nilikuwa ninatamani sana Mungu unipe mke mwema, mke mzuri. Bwana akanijalia nimchae matakwa yangu. Huko pale raha tupu, raha utamu, ninaburudika. Maana Mungu anawafanyia wamchao matakwa yao. Ukitaka mume mwema, mwambie Bwana nisaidie, nijalie. Ukitaka mke mwema, Bwana nijalie. Anawapa wamchao matakwa yao. Matakwa maana yake yale unayoyataka. Ukimwomba Bwana na ukamcha, Bwana atakupatia. Bwana atakupatia. Haleluya, haleluya. Na ndio maana kila mwaka unapoanza, andika mambo 10 unayoyataka Mungu akutendee katika mwaka huo. Na kama ulikuwa haujaandika, hata leo unaweza ukaandika kwamba Mungu, naomba kabla mwaka huo hujaisha unitendee hili na hili na hili. Maana Mungu anapenda kututendea matakwa yetu. Hata kwenda mbinguni ni swala la kutaka.
Mungu hamlazimishi mtu, amekupa uhuru wa kuamua. Kwa hata kama wokovu, kama kwenda mbinguni, anakuambia chagua hivi leo njia ya mauti na njia ya uzima. Mungu huwapa wamchao matakwa yao. Una matakwa yepi mbele za Bwana? Yepi nayo yatamani mbele za Mungu? Ukipaza sauti yako na kumwambia Bwana, mimi ninataka hiki, mimi nakihitaji hiki, Bwana huwapa wenye haki wamchao matakwa yao. Sema amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sijajua kwa sababu watu wengine hawajui. Kila wakati sema Mungu kitaka nijenge nyumba nitajenga. Mungu kitaka niwe na gari nitakuwa na gari. Mungu kitaka kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Hakuna. Mungu huwapa wenye haki, huwapa wamchao matakwa yao. Kuja madhabahuni hapa, kuacha njia zako mbaya, kuacha dhambi na kumkimbilia Yesu, hiyo unamcha Bwana. Bwana atakujalia matakwa yako kwa jina la Yesu. Nasema Bwana atakujalia matakwa yako kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Zaburi ile 20 anasema ule mstari wa 4 anasema akujalie haja ya moyo wako. Haja ya moyo wako. Na ninatangaza ya kwamba kila mmoja haja ya moyo wake itakwenda kutimizwa. Haja ya moyo wako. Muda si mwingi utaleta ushuhuda hapa. Wiki iliyopita dada Proviance alikuwa anaomba hapa tuombe kwa ajili ya kaka yake amepotea, hajulikani. Tumemwita Bwana haja ya moyo wake. Ijumaa tukiwa kwenye ibada ya nyumba kwa nyumba ametushuhudia kaka amepatikana na anafanya kazi kwenye kiwanda, mambo yanaendelea, kazi ni nzuri. Mungu huwapa haja za moyo wetu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Siku hii ya leo kabla sijamaliza mahubiri tutaomba haja. Omba haja za moyo wako. Zile haja za moyo wako unazoziomba Mungu atazifanya. Una haja gani ya moyo wako? Una haja gani kwa watoto wako? Una haja gani kwa masomo yako? Haja ya moyo wako ulio nayo kwa habari ya maisha yako, unayo haja gani? Bwana huwapa wenye haki, huwatimizia wamchao haja zao. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Namba 9, Bwana huwapa maarifa wamchao. Bwana huwapa maarifa wamchao. Hii sasa tunakwenda kwa Mithali sura ya kwanza na ule mstari wa 7. Mithali sura ya kwanza na ule mstari wa 7. Biblia inasema, kitabu cha Mithali anasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Unapokuwa mcha Mungu, Bwana anaachilia roho ya maarifa, anaachilia maarifa ndani yako. Unakuwa ni mtu mwenye maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana kila siku tunasimama hapa, tunatamani tuwe na kanisa la watu wanaomcha Mungu, tuwe na kanisa la watu wanaomcha Bwana. Ukiwa mcha Mungu, Mungu anaachilia maarifa. Maarifa ya namna ya kukabiliana na maisha yako, maarifa ya namna ya kuishi na wanaokuchukia. Mungu anaachilia maarifa. Maana kuna watu hata wakitembea tu wanachukia, watu kiishi tu wanatamani ungekufa. Bwana atakupa maarifa. Atakupa maarifa kazini, maarifa ya ufalme wa mbinguni, ataachilia maarifa ndani yako. Maana kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Sema amen. Sema amen. Mimi nakwambia ukweli, kuna mahali utahitaji tu kutubu. Yaani kama ni mtoto, wazazi wako hawaoni baraka kuwa na wewe, na umepungukiwa na maarifa. Yaani kama ni mama, ni baba, nyumbani kwako kumejaa migogoro, umepungukiwa na maarifa. Muombe Bwana akupe maarifa. Muombe Bwana akupe maarifa. Nilisema kufeli kwenye mitihani, kufeli kwenye masomo, huo sio mpango wa Mungu. Omba Mungu. Anasema wamchao wapa maarifa. Ninafurahia sana ushuhuda wa kaka Amani.
anakuja hapa anasema alikuwa anashika namba za mwisho, lakini alipomcha Bwana, alipookoka, Mungu akabadilisha, akaanza kuwa namba 1 mpaka amefika madhabahu hii, amekuja kushuhudia, ndio anamaliza degree yake. Kwa sababu gani? Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Katika jina la Yesu Kristo, pokea hii roho, umche Mungu, ukawe na maarifa kwenye ujana wako, ukawe na maarifa kwenye ubinti wako. Pokea hii roho, upokee maarifa. Utakapoingia kwenye mahusiano, ukawe ni mtu mwenye maarifa. Utakapoingia kwenye ndoa, ukawe mtu mwenye maarifa. Pokea maarifa kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea maarifa ya kupata fedha. Pokea maarifa ya kuwa tajiri. Pokea maarifa ya kumjua Mungu. Pokea maarifa ya kulea watoto vizuri. Pokea maarifa ya kuwa baba bora. Pokea maarifa, pokea maarifa ya kuwa maarifa. Pokea maarifa. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maarifa. Ukipokea maarifa utajua kwamba marafiki zako ni watu wa kuombea. Ukipokea maarifa utajua kwamba marafiki zako wakibarikiwa na wewe umebarikiwa. Marafiki, watu Mungu anakukutanisha nao, waombee, watakie mema, waombee baraka. Mtu asiye na maarifa utashangaa amekaa tu nyumbani anasema sina kazi ya kufanya, sijaajiriwa. Huna maarifa. Ukikosa maarifa utakuwa huna kazi. Na wanasema the idle mind is the devil's workshop. Idle mind ina maana kitu, yaani ukiwa huna chochote ambacho unakiwaza, huna chochote ambacho kinakupa kuwa busy, utakuwa ni uwanja wa shetani kucheza. Shetani ataanza kucheza kwenye akili yako kwa sababu hauko busy, hauko na mambo unayoyafanya, huna mambo unayoyafuatilia, huna maono, huna mbio unazozikimbia uzikamilishe, huna maarifa. Lakini Mungu akikupa maarifa utafahamu kwamba hata kama sina pesa, nina mgomo wa maombi, nawekeza kwenye maombi. Unaingia kwenye chumba chako cha ndani, unaanza kuomba. Maombi ni uwekezaji, maombi ni huduma. Lakini mtu amekazana anachati tu, sina kazi. Ungejua, ungejiajiri hata kusoma neno la Mungu, ungejiajiri hata kutafuta maarifa kwenye maombi. Ingia kwenye chumba cha ndani, omba, ita Yesu, omba. Maombi yanao majibu yako. Haleluya. Bwana huwapa wamchao matakwa yao. Mimi nimekuwa na shuhuda nyingi kwa sababu ya madhabahuni. Nimekuwa na shuhuda nyingi jinsi ambavyo watu wanakaa kwenye maombi na Mungu anamwambia, haya, umemaliza kuomba, inuka. Bado tukimaliza kuomba hatubaki kwenye maombi. Tukimaliza kuomba tunainuka. Anamwambia, umemaliza kufanya maombi, haya, inuka. Pita mkono wa kushoto. Unakutana na mtu anakutoa kwenye ndoto zako. Nasikia mtu anaomba, Bwana anamwambia kwenye ndoto, inuka. Beba makaratasi yako, nenda kwenye hoteli fulani, nenda kwenye ofisi fulani. Anaenda pale, anakuta nafasi iko wazi, anaingia, anafanya kazi. Kwa sababu gani? Amejua maarifa ya rohoni. Bwana asifiwe. Sikiliza, dunia ina utaratibu wake, dunia inazo kanuni zake. Lakini ukiwa mtu wa kumcha Bwana, Bwana ana uwezo wa kuvunja kanuni za dunia kwa ajili yako. Utapita mahali ambapo kanuni za dunia haziruhusu. Ndio maana Yesu aliweza kupita juu ya maji, kwa sababu kanuni na maarifa ya rohoni ni tofauti na maarifa ya mwilini. Natamani upokee maarifa mchana wa leo kwa jina la Yesu. Pokea maarifa katika jina la Yesu Kristo. Ukafanye mambo ambayo watu wataanza kusema, ulijifunza wapi? Haleluya. Mungu anaweza kukupa maarifa mpaka watu wasema, hivi hekima hii, haya maarifa uliyatoa wapi? Unasema, hata mimi sijui. Maana Bwana mwenyewe ameachilia maarifa kutoka juu. Sema amen. Sema amen. Na dunia inataka watu ambao wamebuni vitu vipya. Ukibuni kitu kipya, ukaleta kitu kipya, wewe utakuwa ndio mwalimu wa wengine, utawafundisha wengine, watakulipa, na wewe utakuwa ni mtu wa baraka katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Sema amen.
Namba 9, huongeza siku zao. Kumcha Bwana kunaongeza siku za mtu. Misali 10 mstari wa 27, ahadi ya 10, kumcha Mungu kunaongeza siku zako. Unapomcha Bwana, siku zako za kuishi zitaongezeka, maisha yako yataongezeka, yatakuwa heri, yatakuwa yenye furaha. Kumcha Bwana kunaongeza siku za mtu. Mcha Mungu mpenzi wangu, mcha Mungu mpendwa wangu. Ukimcha Bwana, Bwana ataongeza siku zako. Utaona vitukuu, utaona wajukuu, maana kumcha Bwana kunaongeza siku za mtu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Siku zako zikawe nyingi, siku zako zikawe nyingi, siku zako zikaongezeke. Mche Bwana, jitenge mbali na uovu. Bila shaka ahadi hii ya Mungu itaongezeka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kumcha Mungu kunaongeza siku za mtu. Unapokuwa mcha Bwana, Bwana ataongeza siku zako. Utashangaa walio wadogo kwako wanazeeka, wewe bado unadunda tu. Unaongozana na mdogo wako ndo anampa kiti. Yani upo tu unadunda. Alafu mimi nafurahiaga wakati mwingine naonaga wacha Mungu hata meno hayang'okagi. Unashangaa tu mtu mzee lakini anakula mahindi tu, anatafuna, anakufa, maisha yanakwenda safi tu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Pokea hii neema ya kumcha Bwana. Umche Mungu ili siku zako zipate kuongezeka. Umche Bwana ili maisha yako yapate kuwa mabichi, maana yeye ndio mchungaji wako. Kando ya majani mabichi atakurusha. Hutapungukiwa na chochote kilicho chema. Kumcha Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Ukimcha Mungu, siku zako zitaongezeka, maisha yako yatakuwa marefu, nyakati mbaya hazitakuondoa, maana unalindwa na Mungu aliye juu. Kama jicho la Bwana liko kwa wamchao, nani atakayeondoa maisha yako? Hakuna atakayeondoa maisha yako, maana kila ukitaka kuondoa maisha yako watakutana na ulinzi wa Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Namba 10 huwapa chemichemi za uzima. Misali 14:27, wamchao Bwana huwapa chemichemi za uzima. Chemichemi za uzima. Yesu alisema mtu aniaminie, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Yeyote anayemwamini Yesu, mito ya maji yaliyo hai, uhai unatoka ndani yako. Wengine watakuwa hai kwa sababu yako, wengine utawaponya kwa sababu ya uzima ulioko ndani yako. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yako. Utawasaidia watu ambao walikuwa katika hali za kufa kwa sababu wewe unamcha Bwana, katika jina la Yesu. 11, wamchao Bwana hujazwa na Roho Mtakatifu. Hujazwa na Roho Mtakatifu. Tumekuwa na somo la Roho Mtakatifu. Unapomcha Mungu ni swala la muda tu. Bwana huwajaza wamchao na Roho wake Mtakatifu. Mtu yule Kornelio katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 alikuwa akimcha Bwana. Biblia inasema alikuwa anawapa watu sadaka nyingi sana. Maandiko yanasema Bwana akamwambia, nenda kamuite Petro. Petro alipokuja wakapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kumcha Bwana kuna uwezo kukufanya upokee ujazo wa Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu zinakujia kwa nguvu na kukufunika. Nguvu za Mungu zinakuja kwa nguvu na kukufunika. Namba 12 na mwisho, kumcha Bwana kunakuwa ni hazina na akiba yako. Tumalize na Isaya sura ile ya 33 na mstari wa 6. Isaya 33 na ule mstari wa 6. Biblia inasema, Isaya 33:6, anasema nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, hata kwa nyakati za kuyumbishwa, hata kwa nyakati za kuwa legelege. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, na kumcha Bwana kutakuwa ni hazina na akiba yako. Sema amen. Sema amen.
Jina la Bwana libarikiwe. Yamkini huna akiba yoyote benki, yamkini huna akiba kwenye M-Pesa, kwenye Tigo Pesa, hauna akiba, lakini nataka nikwambie iko akiba ya kumcha Bwana. Anasema kumcha Bwana itakuwa akiba yake, itakuwa ni hazina yake. Kumcha Mungu, unapomcha Mungu inakuwa akiba ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amen. Sema tena amen. Kumcha Bwana ni akiba. Wako watu umesimama nao kwenye madhabahu hii, wako watu umekutana nao, utakutana nao unapoendelea kumcha Bwana. Watu hao uko wakati itakuwa ni akiba yako. Maombi unayoyaomba leo yanakuwa ni akiba. Kumcha Mungu ni akiba, ni hazina. Sema amen. Sema amen. Rafiki yangu mmoja alikuja kunitembelea, anakuja anasema, mtumishi, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wema ambao Mungu amenitendea. Nilikuwa nikijitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu tangu akiwa mwanafunzi kwenye vikundi vya dini, yupo kwenye vikundi vya ibada, akawa kiongozi, anawaongoza watu, anamcha Mungu, akawa mfano. Sasa baadaye wakafanikiwa, wakapata kazi, wakapangwa maeneo ya kazini. Walipopangwa kwenye maeneo ya kazi wanafanya, yeye akawa amepangiwa mahali ambapo sio pazuri, akawa anafanya kazi. Lakini wale watu ambao alikuwa akiwaongoza kwenye neno la Bwana wakawa wanampigania mpaka sasa amepata mahali ambapo ni pazuri, ni mahali pa heshima, kwa sababu ya kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni akiba yako. Kumcha Bwana ni hazina yako. Pokea hiyo hazina leo kwa jina la Yesu Kristo. Weka hiyo hazina leo kwa jina la Yesu. Kumcha Bwana ni hazina. Mema mengi ambayo tunayapokea mbele za Bwana ni kwa sababu ya hazina tunayoweka katika kumcha Bwana. Katika madhabahu hii tumekuwa ni watu wa kuomba, tumekuwa watu wa kambi za maombi, tumekuwa watu wa machozi mengi kwa ajili ya Bwana, tumekuwa watu wa mikesha. Tumeona watu wakichomoka kama mishale wakipangiwa kazi, tumeona watu wakichomoka kama mishale wakienda kwenye baraka zao. Kwa sababu gani? Kumcha Bwana ni hazina, kumcha Bwana ni akiba. Wewe unayemcha Mungu, na nikutie moyo, usikengeuke, usichoke wala usishikwe na tashwishi. Kumcha Bwana itakuwa hazina yako, itakuwa akiba yako. Bwana hatanyamaza kwa ajili ya maisha yako. Bwana hatanyamaza kwa ajili ya ujana wako. Bwana hatanyamaza kwa ajili ya akili yako. Bwana hatanyamaza kwa ajili ya uzao, kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya watoto. Bwana hatanyamaza, maana kumcha Bwana ni hazina yako. Kumcha Bwana ni akiba yako. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Pokea kukaa imara kwa jina la Yesu. Pokea kukaa imara kwa jina la Yesu. Ukawe imara katika kila unalofanya, kwa sababu wewe unamcha Bwana. Utakuwa mkia, utakuwa kichwa. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo, maana Bwana wa mabwana yuko pamoja na wewe. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Mara nyingi tumehubiri habari za Mungu kwamba atawatupa watu kwenye jehanamu. Tumehubiri habari za Mungu na adhabu zake. Nisikilize leo, nimekupatia ahadi 12 za Mungu kwa wamchao. Hizi ahadi kama utasimama ukaendelea kumcha Mungu na ukaendelea kumkumbusha, hizi ahadi zitakuwa za kwako. Mimi nimemcha Bwana tangu nikiwa mtoto mdogo mpaka leo, nimeziona ahadi za Mungu zikitimia. Na wewe ukisimama na Mungu na kumcha Bwana, ahadi hizi zitakuwa za kwako katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema tena amen. Simama kwa miguu yako tuweze kumwabudu Bwana, tuingie kwenye maombi. Tuweke wimbo mmoja hapo kwa Mungu litali. Kupatia mfululizo wa masomo kwa njia ya CD. Vilevile usikose kufuatilia masomo mbalimbali kwa njia ya video kupitia DVD. Kwa ushauri na maombezi au huduma zote, wasiliana nasi kwa nambari Ndugu msikilizaji, usikose maandalizo ya pindi wa neno hili
Kwa hakika utakuwa umebarikiwa baada ya kusikiliza neno hili. Fuatilia masomo mbalimbali ya mtumishi wa Mungu Imani Oscar Katana kujipatia mfululizo wa masomo kwa njia ya CD. Vilevile usikose kufuatilia masomo mbalimbali kwa njia ya video kupitia DVD. Kwa ushauri na maombezi au huduma zote, wasiliana nasi kwa nambari